Haki na amani ni katika pacha wasioachana kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini ili upate njia nyepesi, sio ngumu na sio ndefu kujua kati ya amani na haki kipi kitangulie, angalia katika maisha ya mwanadamu na dini yake. Dini na mafundisho kilianza nini? Ilianza dini. Mafundisho yalikuja ndani ya nini? Ya dini. Kwanza kulikuwa na dini, alafu ndo yaje nini? Mafundisho. Ndani ya mafundisho hayo ndio unakutana na haki. Dini ndio imebeba neno amani. Kwa mfano dini yako uliyosema mwanahabari wewe, jina lako umetaja nani vile? Ibrahim wa Hidma TV. Dini yako ni Uislamu. Neno al-Islam maana yake nini? Amani. Kwa hiyo maana yake ilitangulia amani kisha ndio inakuja nini? Kwa hiyo dini zilikuja kwanza kutengeneza amani, umoja na upendo. Dini ndio malengo yake makuu. Kisha ndio yakaja mafundisho. Ndani ya mafundisho hayo ni haki. Sasa ikitokea mtu anaanza kumheshimu mtoto, alafu baadaye ndio amtaje baba, niliwahi kusema siku moja, sio sawa kusema mwanamke na mwanamume. Kiswahili sio sawa. Kwa sababu kitaalamu siku inaanza usiku. Kwa hiyo ni usiku na mchana. Na kwenye upande wa binadamu, mwanamume na mwanamke, sio mwanamke na mwanamume. Kwa sababu mwanamume ndiyo mkubwa, mwanamke ametoka kwa mwanamume. Si mnanielewa? Kuna vitu vinahitaji taifa hili ujue linahitaji watu wenye akili nzuri kweli. Sasa watu wanataka kutulazimisha kutetea sheria kwanza badala ya kutetea dini kwanza. Haki siku zote inapatikana kwenye nini? Amani. Na moja ya maeneo ya kwenda kudai haki ni mahakama. Kama hakuna amani unaenda kudai haki wapi? Mahakama itafanya kazi, amani hakuna. Kwa hiyo nini kinatangulia? Hata mtoto ana haki zake kwa baba. Panapotokea vita na vurugu, yuko mtoto atakumbuka haki zake kwa baba? Yuko baba atakumbuka haki zake kwa mwana? Yuko mume atakumbuka haki zake kwa mke? Yupo mke atakumbuka haki zake kwa mume? Kwa hiyo kinachotangulia kwanza nini? Tujenge kwanza msingi wa amani. Nataka niwaambie, hizi ni falsafa za dunia za kibiashara. Kutulazimisha eti haki itangulia amani baadaye. Kwa sababu wenzetu wamekuja na misingi ya kibiashara. Vurugu zinapotokea katika taifa, wenzetu ni sehemu ya kuendelea kiuchumi. Wanapata fedha. Hata wanaodai baadhi tuyaite mataifa ya nje kuja kusimamia. Unafikiri naweza kuja kusimamia bure bure? Lazima wataangalia kwenye maslahi. Tafsiri yake hao wanatafuta nini? Ivunjike amani ili wao wapate. Panapovunjika amani, yako mataifa yanakuja kupata. Kwa hiyo kiuhalisia hakuna share asiyotaka haki.